الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Walikuwa watu ni umma mmoja, akapeleka Mwenyezi Mungu mitume kwa wao, hali ya kutoa habari njema au hali ya kuwa ni wenye kuwabashiria wenye kuamini pepo, na hali ya kuwa ni wenye kuwahofisha wenye kukufuru na moto wa Jahannam. Wa anzala mahumul kitaba bilhaq, na akateremsha pamoja na wao vitabu kwa haki, liyahkuma baina nnas, ili ahukumu kati ya watu, fi makhtalafu fihi, katika ambacho walikhtilafiana katika hicho. Kana nasu ummata wahida ala al-iman, walikuwa watu ni umma mmoja juu ya imani. Mwanzo wa dunia kuanzia Nabiullahi Adamu mpaka Idris, waqila kuanzia Nabii Adam mpaka Nabii Nuhi, wote walikuwa juu ya haki, lakini baadaye ndipo ambapo walipoanza kutoka kwenye haki, lakini huko mwanzo wote walikuwa kwenye haki. Akasema ala al-iman
fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun, wakakhtilafiana kwa kuamini baadhi na kwa kufuru baadhi nyingine. Fabaatha Allahu nabiyina ilayhim, akapeleka Mwenyezi Mungu mitume kwa wao, mubashirina man amana bil janna, hali ya kuwa ni wenye kumbashiria aliyeamini pepo, na hali ya kuwa ni wenye kumkhofisha aliyekufuru na moto wa jahannam. Wa anzala ma'ahumul kitaba bimaana alkutubi, alkitabu kwa maana ya alkutub, na akateremsha pamoja na wao vitabu bilhaqi, mutaalliqun bi anzala, hiyo alhaqi jar na majruri yenye kutaalaki na anzala. Liyahkuma bihi baina nnasi, ili ahukumu kwa hivyo vitabu kati ya watu. Hapa inahtamili dhamiri ya yahkuma, sema yahtamilu audu dhamiri ala Allahi liannahu alhakimu haqiqatan, lakini pia yahtamilu auduhu ala al-anbiya bi'tibari kulli fardin min afradihim. Maana liyahkuma kama itarudi, tutairudisha dhamiri ala al-anbiya, itakuwa liyahkuma baina nasi, ili ahukumu kila mtume katika hao mitume, baina nasi, kati ya watu, fi makhtalafu fihi min ad-din, katika ambacho wamehtilafiana katika hicho nacho ni dini. Wa makhtalafa fihi aid-din, na hawakukhtilafiana katika dini, illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, illa alladhina utuhu ayil kitaba, ila wale ambao walipewa hivyo vitabu, kama tulivyosema kule alkitabu kwa maana ya alkutub, ila wale ambao walipewa hivyo vitabu, faamana ba'dun wa kafara ba'dun, ikaamini baadhi na ikakufuru baadhi nyingine. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu alhujaju adh-dhahiratu ala tauhid, baada ya kuwaijia wao au kuwathibitikia wao albayinatu alhujaju adh-dhahiratu, hoja zilizokuwa wazi, ala tauhid, juu ya tauhid, yani juu ya kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana mpaka hapa? Wa min mutaalliqatun bikhtalafa, aliposema min ba'di, hiyo jari na majruri inataalaki na ikhtalafa. Wa hiya wa ma ba'daha muqaddamun ala al-istithnai, na hiyo man na kilichokuwa baada yake ni yenye kutangulizwa juu ya istithnai fil maana, katika maana. Fayakunu al-maana wasema sikuna adatu istithnai hiyo, illa nikosema wa makhtalafa fihi illa ndio istithnai, lakini hapa anasema ile min na kilichokuwa baada ya min ni muqaddamun ala al-istithnai. Huku ndani akasema fayakunu al-maana wa makhtalafa fi alladhina wa makhtalafa fi ad-dini ahadun min ba'di dhuhuri al-hujaj al-wadhiha hala kauni al-ikhtilafi baghyan illa alladhina utuhu. Yani anasema hapa
shekhe, ndivyo ambavyo maneno ilikuwa yawe, yani ndivyo asili ya haya maneno. Hii mimbadi asili yake ilikuwa kabla ya hii illa. Si tumeelewana? Ndio maana akasema fayakunu almaana wa makhtalafa fi dini, na hakukhtilafiana katika dini yo ahadun yoyote, min ba'di dhuhuri alhujaji alwadhihati, baada ya kudhihiri hoja zilizokuwa wazi, hala kauni alikhtilaf baghyan, hali ya kuwa kukhtilafiana ni dhulma, illa alladhina utuhu, ila wale ambao waliopewa hivyo vitabu. Ndio maana akasema wa hiya wa ma ba'daha muqaddamun ala al-istithna'i fil ma'na, ama fil lafdhi ni muakharu, ndio bwana. Kwa kutamkwa imeanza ila, alafu mimbadi ndio ikaja mwisho. Sio marana baghyan min al-kafirina, ay dhulman wa dhulman. Na kule alivyopita ndani, na maana kaipita baghyan kwa maana ya hali, yani ni mansubu ala al-hali. Baghyan bainahum, hali ya kuwa kukhtilafiana ni kwa dhulma, au baghyan kwa dhulma, bainahum, kati yao. Fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi, akawaongoa Mwenyezi Mungu wale ambao wameamini kwenye ambalo wamekhtilafiana katika hilo. Minal haqi, nalo ni haki. Nasema min lilbayani, mani yasil mausuli kwa min ya bayani. Biidhnihi biiradatihi, kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu. Wallahu yahdi man yasha'u hidayatahu ila sirati mustaqim tariqil haqq, na Mwenyezi Mungu anamuongoa anayemtaka kumuongoa kwenye njia iliyonyooka, tariqil haqq, kwa maana njia ya haki. Tumelana. Wanazala fi jahadin asaba almuslimina, na ilishuka katika mashaka yaliyowapata Waislamu. Mungu akasema am hasibatum an tadkhulul janna, bali hivi mmedhania kuingia peponi. Walamma yaatikum mathalu alladhina khalau min qablikum, na haujawafikeni mfano wa ambalo liliwafika ambao waliopita kabla yenu. Anasema am bal, am kwa maana ya bal. Am bal ahasibatum an tadkhulul janna, bali hivi mmedhania kuingia peponi. Walamma, kasema lam yaatikum mathalu shibhu ma ata alladhina khalau min qablikum, mathalu shibhu ma ata alladhina khalau min qablikum. Tumelana hapo.
minal mu'minina, na halijawafikeni au na haujawafikeni nyie mfano wa ambalo liliwafika ambao waliokuwa kabla yenu. Minal mu'minina, katika umini. Minal mihani, nacho ni mitihani. Fatasbiru kama sabaru, mkavumilia kama walivyovumilia. Mkavumilia kama walivyovumilia. Fatasbiru, mkasubiri, mkavumilia kama walivyovumilia wale waliokuwa kabla yenu. Walipatwa na mitihani lakini wakavumilia. Kwa nyinyi msije mkadhania kwamba eti mtaingizwa peponi tu hivi hivi hali ya kuwa mjapata misukosuko. Haiwezekani, lazima mpate misukosuko, mvumilie kama walivyovumilia wale waliokuwa kabla yenu. Massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah. Mungu anasema massatuhumul ba'sa'u, uliwapata wao ufakiri mkubwa. Shiddatul faqri, bora ya ufakiri. Uliwapata wao ufakiri mkubwa. Wadharrau, na maradhi. Wazulzilu, na wakatikiswa. Hata yaqula rasulu, mpaka alisema mtume na wale ambao wameamini pamoja na yeye, mata nasrullah, lini itakuja nusura ya Mwenyezi Mungu? Ala, inna nasrallahi qaribun, hakika nusura ya Mungu iko karibu. Sasa nyinyi waumini msifikirie tu mtaingia peponi hivi hivi, lazima mtikiswe, mpewe mitihani. Waliotangulia walipata mitihani, sawa, walipata maradhi, walitikiswa, mpaka ikafikia mtume anasema mata nasrullah. Masatuhum jumlatun musta'nifatun mubayyinatun ma qablaha, ni jumla musta'nifa yenye kuweka wazi yale yaliyokuwa kabla yake. Niposema am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Sasa Mungu akaleta jumla ambayo inayoweka wazi ni mambo gani ambayo yaliyowapata waumini waliokuwa kabla yenu, kwa nawi mbalimbali za mabalaa. Uziju bi anwa'il balai. Qula rasulu bin nasbi ay qala, mpaka alisema mtume, anasema bin nasbi warrafi. Unaweza kusema unaweza kusoma hata yaqula na hata yaqulu. Hivi ni vira viwili sabiiyatani. Ukinasibisha kama inavyojulikana katika adatu nasbi za fi'il mudhari, hata pia inanasibisha. Kwa hiyo ukinasibisha inakuwa umenasibisha bi an mudhmara, na hata bimaana ila. Hata yakula, mpaka alisema mtume. Na hata tansibu al-mudhari' idha kana mustaqbala au mustaqbila, wala shaka anna al-qawla mustaqbilu binisbati lizilzal.
Wa in qulta inna alqawla wazilzala qad madha faljawabu annahu ala hikayati alhali almadhiya. Tunaelewana? Hilo ndio jawabu lake. Ama kurufaisha fahuwa binaun ala anna alfi'la ba'daha halun muqarinun lima qablaha, ni kwa kuwakia juu ya kwamba fi'li iliyokuwa baada yake ni ya sasa hivi. Muqarinun lima qablaha wal halu la yunsabu ba'da hatta. Nasibisha fi hata inanasibisha fi'li yenye istiqbal, yani fi'lu mudhari mustaqbil, ndio hata inanasibisha. Sio tumeelewana? Kwa njia zote mbili zinajuzu au halun muqarinun au muqaranun lima qablaha. Kwa hiyo ukasema unaweza ukapita qiraa cha hata yakula na hata yakulu. Sawa jamani? Kwa hiyo hata yakula rasulu ay qala, mpaka alisema mtume, walladhina amanu mahu, na wale ambao waliamini pamoja na yeye au wameamini pamoja na yeye, istibta'an linnasri, kwa ajili ya kuiona nzito nusra, kwamba sasa nusra inachelewa, kafikia wakasema namna hiyo. Litanahi shiddati alaihim, kwa ajili ya kufika mwisho shida juu yao. Tumeona kasema mata yaati nasrullah, wakati gani itakuja nusura ya Mungu? Alladhi wa'adanahu, alladhi wa'adanahu, ambayo ametuahidi hiyo nusura Mwenyezi Mungu. Faujibu min qibali llahi, wakajibiwa kutoka upande wa Mwenyezi Mungu, ala inna nasrallahi qaribun ityanuhu, hakika nusura ya Mwenyezi Mungu uko karibu kuletwa kwake. Kwa hiyo fanyeni subira, nusura mtaipata. Yasalunaka madha yunfiquna, wanakuuliza ewe Muhammad, madha yunfiquna ay alladhi yunfiqunahu, nini ambacho watakachokitoa. Ndio ay alladhi yunfiqunahu. Wasailu Amr ibn al-Jamuh wa kana shaykhan dha mal, na muulizaji ni Amr ibn al-Jamuh, na alikuwa ni mtu mzima, dha mali, mwenye mali. Kubana alikuwa ni mtu mzima mwenye mali. Tumeelewana? Fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma yunfiqu wa ala man yunfaqu, au wa ala man yanfiqu. Fasala an-nabiy, Amr ibn al-Jamuh akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, amma yunfiqu,
kuhusu ambacho atakachokitoa. Atoe nini? Wa ala man yunfiqu, na juu ya ambaye atakayetoa. Au yunfaku, haya kwamba je, huyo atakayepewa anapewa nani? Si tumeelewana? Kwa hiyo ni swali moja lakini likawa lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza aliuliza atoe nini na atoe kwa nani? Sheikh Darush umeelewa vizuri. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul ma anfaqatum min khairin, qul lahum, waambie, ma anfaqatum min khairin, bayanu lima, chochote mtakachokitoa katika khairi, au chochote mtakachokitoa ambacho ni khairi. Sema bayanu lima, hiyo min ni bayani ya lima, shamilun lilqalili walkathiri, yenye kuienea kichache na kingi. Maki chochote ndio kuwa ni khairi. Ma anfaqatum min khairi, kikiwa ni kichache, kikiwa ni kingi. Wa fihi bayanul munfaqi alladhi huwa ahadu shiqqai su'al, wa ajaba anil masrifi alladhi huwa ashiqqu al-akharu biqawlihi falilwalidaini wal aqrabin. Sema wa fihi bayanul munfaqi, namna ndani yake bayani ya chenye kutolewa. Alladhi huwa ahadu shiqqai su'ali, sio tumelana, moja ya sehemu mbili za swali. Kama tulivyosema, swali lilikuwa lina sehemu mbili. Anauliza atakachokitoa, lakini pia anauliza huyo atakayepewa ni nani. Wajaba anil masrifi alladhi huwa shiqqul akharu, akajibu anil masrifi, kujibu mahala pa kutolewa hicho kinachotolewa hicho, yani mahala pa kupelekwa. Alladhi huwa shiqqul akharu biqaulihi, kwa neno lake falilwalidaini, waambie ma anfaqatum min khairin, chochote mtakachokitoa katika khairi, falilwalidaini wal aqrabina wal yatama, basi mahala pa kutolewa kwake ni kwa wazazi wawili. Qul ma anfaqatum min khairi, waambie chochote mtakachokitoa katika khairi, falilwalidaini wal aqrabin, basi mahala pa kutolewa hicho ni kwa wazazi wawili, wal aqrabina, na ndugu, wal yatama, na mayatima, wal masakini, na maskini, wa binis sabili, na msafiri. Ai maana hum aula bihi, wao ni bora zaidi kwa hicho ambacho anachokitoa kuliko wengine. Ndio kama ile kuna ile hadithi Mtume alimwambia aanze wabda biman ta'ud, muanze yule unayemposha. Ukitaka kutoa sadaka, anza kwanza wale watu wako wa karibu. Sasa sio kuna ndugu zako, watu wako wa karibu wanahangaika, unaanza bali wale kwanza ndio waanze hao kuwapa. Kwa hiyo unapotoa sadaka, mtizame kwanza baba yako ana hali gani. Baba yangu yuko vizuri, muache. Mtizame ndugu yangu, yuko vizuri, basi ndio nenda unawatizama wengine, mayatima, masikini, wasafiri. Hawa ni bora zaidi kwa
kwa kupewa hicho ambacho mtakachokitoa. Kwa hiyo jibu likawa limejibiwa la Amr bin al-Jamuh, akajibiwa kwamba atoe kitu kilichokuwa cha kheri, na kheri ai kwa maana ya halali. Nimeleka jamani. Wama tafalu min khairin fa inna Allaha bihi alim, na chochote wama tafalu min khairi, na chochote mnachokifanya katika khairi, infaqin au ghairihi, kutoa au kusipokuwa kutoa, fa inna Allaha bihi alimun, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukijua, famujazin alayhi. Sawa. Kwa hiyo Mungu lazima atalipa juu ya hicho ambacho mlichokifanya, ikiwa ni kutoa au amali yoyote ambayo mmeifanya katika amali za khairi, Mungu anaijua. Kutiba alaykumul qitalu furida, kutiba furida alaykumul qitalu lilkufari, umefaradhishwa juu yenu kuwapiga vita makafiri. Wa huwa kurhun makruhun lakum tabi'an limashaqqatihi, nalo lenye kuchukiwa kwenu nyinyi, tabi'an limashaqqatihi, kitabia, kwa sababu ya yale mashaka yake, uzito wake. Jambo la kupigana ni jambo zito. Sasa hakuna mtu anayependa, lakini ndio hivyo, watu wamefaradhishiwa jihadi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, na huenda mkachukia kitu na hali ya kuwa hicho kitu ni bora kwenu nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda mkapenda kitu, wa huwa sharrul lakum, na hali ya kuwa kitu hicho ni shari kwenu nyinyi. Kwa hiyo jambo la kitali, kutokana na kuna uzito, kuna changamoto zake, kuna mashaka, kuna tabu, nafsi kitabia tu, tabia ya nafsi huwa haipendi tabu. Kwa hiyo na kitali na tabu, kwa hiyo lazima nafsi zisipende jambo hilo. Lakini Mungu anasema asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Limaili nafsi ila shahawati almujibati lihilakiha, kwa kupondokea nafsi kwenye matamanio yenye kuwajibisha kuangamia hiyo nafsi. Haya ndiyo maumbile ya binadamu ya nafsi. Mara nyingi nafsi huwa inapenda kupondokea kwenye matamanio, lakini kumbe hayo matamanio ndio yenye kuiangamiza hiyo nafsi. Wanufuriha anitaklifati almujibati lisaadatiha, na kuchukia kwake taklifati zenye kuwajibisha wema wa hiyo nafsi. Zile taklifu, kutekeleza nyajibu, yale mambo magumu, kuamka alfajiri, ndio ikiwepo kwa mfano jambo hilo la kitali na mambo mengine. Nafsi huwa hazipendi mambo yale mazito ya tabu yale, lakini kumbe yale mambo ndio almujibati lisaadatiha, ndio ambayo yanaopelekea wewe upote wema. Lakini haya yako wazi, hata tunasikiaga historia. Sasa sijua ni kweli, lakini sijui, Allahu aalam. Watu tunasikiaga kwamba inatokea story, sijui mtu akitaka kukabidhiwa yale mambo ya kishirikina yale, tunasikia. Sasa sijui hayapo, lakini tunazungumza tu kwamba kama ikiwa ndio hivyo, basi kumbe hata kule
ili hilo licha ya kuwa ni la haramu, lakini ili ulipate pate na jinyo mpaka upate tabu. Anaambiwa nenda, sijui ukifika sehemu fulani usifanya hivi afu usigeuke nyuma, au utakachokutana nacho usiogope. Ukifika pale unakutana na kitu cha ajabu, tunavyosikia wanavyozungumzaga, sio story wazipo sasa, ndio unafika pale ukiogopa tu wewe umeshashindwa, umekosa. Sio, ila ukawa na moyo jasiri, basi umefaulu. Kwa hiyo kumbe hata kule kwenye uharamu na kwenyewe, ili mambo yao yaende yale ya haramu, lazima kuna tabu. Sasa kwenye dini je, itakuwaje? Na maana ndio zaidi. Sawa. Licha ya kuwa nafsi sasa huwa hazipendi, napenda yale matamanio yale, lakini kumbe ndani ya yale matamanio ndio kuna kuiangamiza nafsi, na ndani ya zile tabu na mashaka yale makubwa ndio kuna kuiokoa nafsi. Fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khaira, huenda mna nyinyi katika kupigana vita na makafiri na mjapokuchukia huko kupigana vita ni bora. Lianna fihi imma dhafaru wal ghanima, kwa kwamba mna ndani yake ima nusura na ghanima. Mkienda pakiwa pana qital baina almushrikina au baina alkufari walmuslimin, kuna moja kati ya utavipata, imma nasru wal ghanima. Ukishinda mnapata na ghanima, au shahada wal ajr, au kufa shahidi na malipo. Situmala wa fi tarkihi wa in akhbabtumuhu sharra, na huenda pana katika kuacha uko kupigana vita na mushrikina, na mjapokupenda uko kuacha kupigana vita sharra, wanda pakawa pana shari. Lianna fihi dhulla wal faqra wa hirman al ajr, kwa kwamba mna ndani yake udhalili na ufakiri na kulipwa na kunyimwa malipo. Tumelana hapo. Wallahu ya'lamu ma huwa khairun lakum wa antum la ta'lamun, na Mwenyezi Mungu anajua ambacho hicho ni bora kwenu nyinyi. Wa antum la ta'lamuna dhalika, na nyinyi hamlijui hilo. Sisi mara nyingi tunatizama zile nafsi zetu tu zinatuambia nini basi, lakini hatutizami kwamba je, jambo hili ni khairi kwetu sisi. Lakini pia Mtume katuelekeza, idha arata an taf'ala amra fatadabbar aqibata, fa in kana khaira famd wa in kana sharra famtah. Ila sasa nafsi ndio haziko hivyo. Nafsi mara nyingi huwa zinatizama ule wepesi. Ukichukulia siku hizi watu wengi sana wamepondokea kwenye zile akwali, hata kwenye masala ya kidini. Unakuta jambo moja lina fatwa mbili, basi mtu anatizama ile nyepesi katika zote, sio ndio? Ile nyepesi ile, lakini kumbe inawezekana ile kuchukulia masala ya kuswali tarawih rakaa 8 na rakaa ngapi? 20. Nafsi siku hizi za vijana wengi wanapondokea kwenye rakaa 8 kwa sababu ndio haraka nyepesi, hakuna tabu, kamaliza kaondoka. Lakini kumbe kwenye rakaa 20 si ndio khairi zaidi, unapata malipo mengi zaidi kuliko hata haya malipo ya rakaa ngapi? Ya rakaa 8. Kwa ni vizuri ukaenda kwenye rakaa 20. Fabadiru ila ma ya'murukum bihi, kifanyeni haraka ambacho anachoamrisheni kwacho. Tumelana hapo. Wa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu,
na alipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu, kikosi chake cha mwanzo katika vikosi vyake. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kikosi chake cha mwanzo, saraya anasema wakana tilka as-sariya idhaka 8 rijal wa qila 12. Hiki ndicho kikosi cha mwanzo ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokituma kwenda kupigana vita, na jumla ya vikosi vyake na vita vyake 70. Wa alaiha Abdullah ibn Jahash, na aliyakuwa pana juu ya hicho kikosi Abdullah bin Jahash, yani akiwa ni amiri. Faqatalul mushrikina, wakawapiga vita mushrikina. Waqatalu ibn al-Hadrami, na wakamuua ibn al-Hadrami akhira yaumin min Jumadan al-akhira, mwisho wa siku katika mfungo 9. Mwisho wa siku katika mfungo 9 ina maana tarehe 29. Tarehe 29 mfungo 9 wakawa wamemuua huyu ibn al-Hadrami. Waltabasa alaihim bi Rajab, ikatatiza juu yao kwa mwezi wa Rajabu. Haithu ra'aul hilala kabira faltabasa alaihim hal huwa ibnu laylatin au laylataini. Hata sisi huwa inatokea mara nyingi, huwa tunasema kwa mfano tarehe 29 Ramadhani tukiuona mwezi, sema huu mwezi mkubwa kabisa huu wa jana huu. Sasa hata hawa ile tarehe 29 mfungo 9 waliuona mwezi mwandamo mkubwa. Kwa hiyo pakatatiza juu yao, je, huo mwezi ni mwezi ibnu laila au lailataini? Ni mwezi wa usiku mmoja au ni mwezi wa siku mbili? Sawa, wewe inatokea hata sisi inaweza sunana na huu mwezi hata juzi ulionekana mkubwa, kwa hiyo akasema huu mwezi Ramadhani ilikuwa tangu jana. Hata hawa sasa na wao pia litokea hivyo hivyo, akatasema inawezekana lile tukio la tarehe 29 mfungo 9 ilikuwa tayari ni Rajabu, na hali ya kuwa Rajabu ni katika miezi mitukufu, watu hamruhusiwi kupigana vita. Fayarahumul kufaru bistihlalihi, wakawatahayariza makafiri kwa kukuhalalisha kupigana ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabu. Kama unaona mpigana ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabu wao. Fanazala, hapo sasa Mwenyezi Mungu akateremsha hiyo aya, ikashuka hiyo aya inasema yasalunaka ani shahril harami almuharram, wanakuuliza kuhusu mwezi mtukufu. Tumesema ni mwezi wa Rajabu qitalin fihi, kupigana katika huo mwezi. Badalu ishtimali, hiyo qitali ni badalu ishtimali. Kuna badalul kulli minal kulli, kuna badalul ba'dhi minal kulli, alafu kuna badalul ghalati na kuna badalul ishtimali. Kwa hiyo qitalin fihi ni badalu ishtimali, ndio maana imejulishwa yasalunaka ani shahril harami qitalin fihi, wanakuuliza kuhusu mwezi mtukufu, kupigana katika huo mwezi. Qul lahum, waambie, qitalun fihi kabirun, kupigana katika huo mwezi ni kukubwa, manake ni adhimun wizra mubtadaun. Qitalun fihi mubtadaun wa khabarun,
Qitalun ni mubtada, kabirun khabari, ndio maana akasema mubtadaun wa khabarun. Kwa qitalun fihi kabirun, kupigana katika huo mwezi ni kukubwa, maana adhimun wizran, ni kukubwa kwa madhambi, kwa dhambi. Mubtadaun wa khabaru, na kilichojuzisha kiutaratibu mubtada huwa haiwi nakra, lakini kilichojuzisha ni ule musawighi wake ni hiyo fi hiyo, si tumelana wasfuhu bil jari wal majruri, ndio musawigh. Wasfuhu bil jari wal majruri ndicho kilichojuzisha mubtada hapo kuja hali ya kuwa ni nakira. Kwa qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah, na kuwazuilia watu na dini ya Mwenyezi Mungu, wa kufuru bihi, na kumkufuru Mwenyezi Mungu, wal masjidil harami, na kuwazuilia watu na msikiti mtukufu, wa ikhraju ahlihi minhu, na kuwatoa watu wake katika huo msikiti mtukufu, akbaru a'dhamu wizran inda Allah, ni kukubwa zaidi kwa madhambi mbele za Mwenyezi Mungu, minal qitali fihi, kuliko kupigana katika huo mwezi mtukufu. Ndio wasaddun mubtadaun mani'un linnasi an sabilillah, na kuwazuilia watu an sabilillahi dinihi, na kuwazuilia watu na dini ya Mwenyezi Mungu, wa kufuru bihi billahi, na kumkufuru Mwenyezi Mungu, wasaddun anil masjidil harami ay Makkah, na kuwazuilia watu na msikiti mtukufu, yani kuwazuilia watu na Maka. Wa ikhraju ahlihi minhu, na kuwatoa watu wake katika huo msikiti mtukufu, wa hum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, na wao hao ahlul masjidil haram ni mtume na waumini. Wa khabarul mubtada'i akbaru, sawa. Kama alisema kul qitalun fihi kabirun wa saddun ni mubtada, habari yake ni hiyo akbaru, a'dhamu wizra inda Allahi min alqitali fihi, sawa. Wal fitnatu ashirku minkum akbaru min alqatli lakum fihi, na shirki minkum akbaru min alqatli lakum, ni kubwa zaidi kuliko kuua kwenu nyinyi katika huo mwezi mtukufu. Ina maana hawa wanawatahayariza kwa jambo la kuua, yani hata kama ikakadiriwa kwamba ile siku ilikuwa ni mwezi wa Rajab, si ndio? Lakini bado wale wanalolifanya wao ni kubwa zaidi kuliko hili la kuua katika mwezi wa Rajabu, kuwazuilia watu na dini ya Mungu, kumkufuru Mungu, kuwatoa ahlil masjidil haram, ili ni kubwa zaidi kuliko hilo ambalo hata kama ingelikuwa ndio ni ndani ya Rajab, lakini haikuwa Rajabu kwa sababu ilikuwa ni akhira yaumin min jumada al-akhira, min jumada al-akhira, ilikuwa ni siku ya mwisho katika mfungo 9 ambao ni tarehe 30. Sote malana
wala yazalu ayil kufaru yuqatilunakum ayyuhal mu'minuna, na hawata achakuwa, si ndio? Wala yazaluna ayil kufaru yuqatilunakum, na hawatachakua au hawataacha kuwa Kiswahili kigumu hawataacha kuwa haya basi yuqatilunakum ayyuhal mu'minuna hatta yarudukum kai yarudukum, ili wawarudisheni andinikum, kuepusheni na dini yenu, ila al-kufri, kuwapeleka kwenye ukafiri. Sisi tumelana. Kwa hiyo wao siku zote, yani watakuwa wanapambana na nyinyi tu siku zote. Ndio hiyo hawatachakua. Maana siku zote wao ni kuhakikisheni wanawapigeni nyinyi mpaka mnaachana na dini yenu ya Uislamu. Inistata'u, wakiweza. Kama wakiweza, na sidhani kama wataweza. Wa may yartadid minkum an dinihi, na mwenye kurudi katika nyinyi kuepukana na dini yake, akapata vitisho, akaogopa kwa hivyo vitisho, au kwa utashi tu wa nafsi yake mwenyewe, fayamutu wa huwa kafirun, na akafa hali ya kuwa yeye ni kafiri, faulaika habitat batalat a'maluhumus salihah, hawe yamepomoka matendo yao mema, yamebatilika matendo yao mema, fi dunia wal akhirah, dunia na akhira wamekosa kabisa. Hata kama ulikuwa una juhudi gani, umefanya mambo ya kheri mengi kweli, lakini mtu akaritadi akafa hali ya kuwa yeye ni kafiri, basi matendo yake yote yale mazuri aliyofanya yamepomoka. Fala atidada biha wala thawaba alaiha, hapana kuhesabiwa wala hapana malipo juu ya hayo matendo, hayahesabiki wala hayana malipo. Wataqiyidu bil mauti alayhi, na kule ku ataqiyidu bil mauti alayhi yufidu annahu law raja ila al-islami lam yabtul amaluhu fayuthabu alayhi wala yu'iduhu kalhaji mathalan wa alayhi Shafi'i. Ile Mungu kukaidi yasema fayamut wa huwa kafiru, si ndio? Yufidu annahu, inafidisha kwamba jambo lilivyo, au kwamba yeye lau raja ila al-islami, inafidisha kwamba jambo lilivyo, lau arudi kwenye Uislamu, lam yabtul amaluhu, hajabatulika matendo yake, fayuthabu alayhi, atalipwa thawabu, patalipwa thawabu juu yake, kwa maana atalipwa thawabu, wala yu'iduhu, wala hatoirudisha hiyo amali yake, kalhaji, kama vile hija mathalan. Kwa mfano, yani mtu alikuwa Muislamu na alibahatika kwenda kutekeleza faradhi ya hija, Ibilisi akamuingia akaritadi, kabla hajafa Mwenyezi Mungu akamzindusha akarudi kwenye Uislamu. Je, mtu huyu akahiji tena? Kwa mujibu wa haya maelezo kwamba hato hiji tena, sudumelana wa alayhi Shafi'i, na yuko juu ya hilo nani? Imamu Shafi'i. Hatorudia saumu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu alikuwa anafunga
akaritadi, atakaporudi kwenye Uislamu, je, zile saumu alizokuwa akizifunga itabidi azirudie tena kuzifunga? Kwa haya mapito ni kwamba hatorudia zile saumu zake, isipokuwa atakazozirudia ni zile zilizompita akiwa ameritadi. Hizi atazirudia, hizi itabidi lazima azitekeleze, hilo ni deni. Kwamba mtu karitadi, katoka kwenye dini, zikapita swala, akawa haswali kwa sababu tayari ni sio Muislamu, ndio? Saumu zikampita, baada ya mwaka au miaka miwili akarudi kwenye Uislamu, zile swala zote zilizompita alipokuwa ameritadi, hizi anatakiwa aziswali, na saumu iliyompita akiwa ameritadi anatakiwa aifunge. Hakuna lamu, hakuna lamu. Nuskha zote zimelingana. Wewe nuskha yako ni kama hii. Tuende kwa mzee hapa. Sheikh Darwesh kwako imeandikwa. Hebu tuione. Hii make ni ya zamani. Hii ndio itatupa majibu hii nuskha hii. Ni lam yabtul Sheikh. Hii Sheikh tusiache hii. Wataqyidu bil mauti alayhi yufidu annahu law raja ila al-islami lam yabtul amaluhu. Kwa hiyo ndio